nina ziara zangu za kibunge kwenda kuwafikishia fursa hii ya kiuchumi watu wenye ulemavu, lakini pia ni mimi binafsi ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Glaring Future Foundation. Kupitia taasisi hiyo huwa tunatoa msaada kwa watu wenye ulemavu, kuwaandikia maandiko ya kibiashara, lakini pamoja na kuhakikisha kwamba wamesajiliwa katika mfumo rasmi ili waweze kukopesheka huko mbele watakavyoendelea na hatua katika ngazi ya halmashauri, lakini pia mifuko mingine ambapo ipo katika sekta nyingine za kiserikali kama Wizara ya Maendeleo ya Jamii, lakini pia tunafahamu tuna Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi yenye mifuko takriban 66 ambapo wenyewe wanaweza kuwa wanufaika. Wamekuwa wakijiweka kwenye kundi la kwamba wao ni watu wa kusaidiwa pekee, lakini kwa katika upande wa kujituma imekuwa ni changamoto. Je, kwa upande wako wewe unalichukuliaje jambo hili? Sisi watu wenye ulemavu changamoto kubwa ni unyanyapaa, na huu unyanyapaa uko katika aina mbili. Ile jamii inaona shida kuchangamana na wewe kwamba huyu tu abaki nyumbani atasaidiwa hivi akifanya hizi shughuli nyingine anateseka, lakini pia sisi wenye ulemavu tuna ile sasa nikitoka watanionaje. Kwa kabla ya jamii haijakunyanyapaa wewe mwenyewe ushajinyanyapaa, unaona mimi ni wakubaki ndani nisaidiwe, ama sisi ni wakutembea barabarani tuombe tupate zile huruma za wananchi. Lakini hapana, tumekuwa tukiona wenye ulemavu wengine wanajihusisha na michezo, wanaenda hadi kufanya michezo huko duniani, yani kila mtu anajishughulisha katika ile uwezo wake unapofikia. Kwa hiyo mimi binafsi napambana nayo hiyo na wala sitaki kuiona. Wote tuna uwezo sawa, as long as akili iko sawa unaweza ukafanya kitu unafanya. Kwa watu wenye ulemavu katika kuhakikisha hizi fursa zinawafikia kwa haraka hata katika yale maeneo ambayo tunasema ni remoteness area ambayo hayafikiki kwa urahisi zaidi. Je, mpango ukoje kwa sasa kwa mwaka 2026 na kuendelea? Kampeni ya ujumuishaji ambapo tunaona watu wenye ulemavu wanajumuishwa katika sekta zote. Kwa hiyo kupitia kampeni hii aidha kupitia wawakilishi ambao ni madiwani, wabunge ama wawakilishi katika ngazi yoyote, lakini pia wale viongozi wa kiserikali na waajiriwa wengine wanafika mpaka ngazi za chini kuhakikisha kwamba hata watu wenye ulemavu wanahusika. Nikitolea mfano, zamani tulikuwa tunaona database nyingi sana tunapata kwamba kujua jinsi aidha ni mwanamke au mwanaume na umri wake, lakini sasa hivi tunaenda mbali zaidi. Hata katika kupatiwa huduma au kujiandikisha lazima, tumeona pia kwenye sensa iliyopita 2022 ni kwamba hatuangalii tu jinsi wala umri wa mtu, lakini tunaangalia je ana ulemavu, ili kupata kwanza data ya kama nchi tuna idadi ya watu wangapi wenye ulemavu, na pia kuangalia tunawaweka vipi katika programs zetu. Kwa sasa hivi kila ambacho tunafanya tunakuwa very disability sensitive kuhakikisha kwamba wanashirikishwa katika engo zote. Kwa ujumla imekuwa na dhana tofauti juu ya watu wenye ulemavu ya kwamba huyu akipewa nafasi hii hawezi kufanikisha jambo fulani au kufanikisha mkakati fulani au fursa hizi ambazo mnapata katika jamii. Je, kwa upande wako wewe kama mwakilishi wa watu wenye mahitaji maalum, je, unalizungumziaje hili kwa katika jamii na pengine linawakata kiasi gani? There is nothing about us without us. Yes. Kwa Kiswahili tunasema hakuna sisi bila sisi. Na mimi mwenyewe huaga najichukulia mfano. Hivi nilivyo nimesoma mpaka chuo kikuu, tena nimesoma degree moja ngumu sana. I did my petroleum and gas engineering nchini China. Na hii ilikuwa tu moja kwamba hata sisi tunaweza, endapo mazingira yakawa bora, yakawa jumuishi, tunaweza kujifunza kama wengine. Kwa hiyo jamii iondoe huo niseme mindset kwamba watu wenye ulemavu hawawezi. Tunaweza, ndio maana tuko katika nyanja mbalimbali. Pia nikitolea mfano mimi ni mbunge viti maalum, lakini kuna watu wenye ulemavu ambao wamegombea majimbo na wamepata. Kuna watu wenye ulemavu ambao wamegombea kata kwenye ngazi za udiwani na wamepata. Lakini tuna watu wenye ulemavu manaibu katibu kwenye mawizara, lakini pia wapo wengine kwenye sekta nyingine na wanafanya kazi kama watu wengine katika ubora ule ambao
tunategemea na vipimo vile vile, kwa sababu mwisho wa siku lazima tumpime, sio tu ana ulemavu basi tumuonee huruma. Tunaona wanafanya kazi, wanajituma, wanaendelea kuaminiwa katika nafasi zao. Tukipata mazingira wezeshi ambayo yatatufanya sisi tuweze kujifunza, lakini pia kufanya kazi zetu vizuri, tunafanya kama wengine. Safari yangu ya elimu haikuwa ngumu binafsi, kwa sababu nimesoma katika shule ambazo nilikuwa treated kama wengine kwanza, ili kunijengea mimi confidence kwamba ninaweza. Ndio mtihani nilifanya kama wengine kwa dakika zile zile, nilienda kula kama wengine, kila kitu kilikuwa hivyo. Sema tu kuna zile considerations ndogo ndogo ambazo zilikuwa favorable kwangu. Na hata nilipofika sekondari nilifanya masomo yangu ya sayansi nikiwekewa mazingira yale ambayo yatakuwa rafiki kwangu mimi. Lakini hakukuwa na any favor zaidi hapo kwamba nitapewa max labda nyingi zaidi ya wengine, ama kwenye mtihani ni dakika 80 mimi nitapewa nifanye dakika 100. Hapana. Lakini na hiyo nasema ilinijengea kwamba kujiona mimi ni kama wengine na natakiwa nionyeshe ubora wangu. Hii hali kadhalika nilivyoenda chuo, ukiangalia wenzetu tayari washapiga gap kubwa sana. Kwa hiyo kila kitu mimi kwangu kilikuwa sawa, na mpaka sasa mimi kuna muda siji count kama nina ulemavu, kwa sababu unaona mbona vingine nafanya kama wengine. Ukatili huko katika maeneo mbalimbali. Je, hili kwa watu wenye ulemavu lina hasa kwa watoto pia mnalichukuliaje, na ni kwa namna gani ambavyo mmeweza kupiga hatua kwa ajili ya kupinga ukatili? Tunasema kwa magnitude, mfano wanawake wanapitia ukatili kuliko wanaume, lakini ikija kwenye swala la mtu mwenye ulemavu anapitia mara 2 ya ule ukatili ambao anafanyiwa mwanamke. Na ni kweli tumeona maeneo kadhaa yakifanya watu wakijihusisha na kufanya ukatili hasa kwa watoto wenye ulemavu. Na hii unakuta inaanza hata nyumbani. Mzazi hampi fursa mwanae akajifunze. Kuna mzazi anamfungia mtoto ana miaka 8, hata majirani hawajui kwamba hii nyumba ina mtoto ana ulemavu. Na unakuta labda saa nyingine ni ule ulemavu ambao akipatiwa matibabu unaondoka, lakini kwa sababu hakuwa amempeleka kwa kuona aibu, labda ile jamii itanionaje, anamzidishia mtoto wake mwenyewe ulemavu. Lakini pia huko kwingine wanaona huyu hataweza kusema, hivyo watoto wenye ulemavu wanafanyiwa sana ukatili. Na tumeona tumefanya kampeni kadhaa. Tulikuwa tuna ile kampeni maarufu sana ya siku 16 za kupinga ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, ambayo iko tarehe 25 Novemba mpaka tarehe 10 Disemba. Kupitia hizo kampeni pia tumekuwa tukiongelea masuala ya ukatili wa aina tofauti tofauti ambao watu wanaofanyia, lakini pia tunaona polisi, jeshi letu la polisi limekuwa likichukua hatua katika kuhakikisha kwamba hizi kesi za ukatili zinafikishwa mahakamani na pia yule aliyofanyia ukatili anapatiwa haki zake. Pengine kuna wazazi ambao bado wana tabia ya kuficha kufanya ukatili kwa watoto wao, kama wanawaficha watoto kwa sababu ya ulemavu fulani. Je, nini hatua zipi ambazo mmechukua kwa ajili ya kuhakikisha mnaendelea kutoa elimu licha ya ile kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili, kwa sababu ile inakuwa ni kwa siku kadhaa. Lakini je, kuna watu ambao hawapati elimu huko vijijini? Unajua kabisa ukiwa na mtoto mwenye ulemavu ni laana, wengine wanaamini hivyo, pengine ni changamoto. Je, hiyo mnaendelea kuiconsider vipi? Serikali huwa inafanya kama tathmini na utambuzi kupitia viongozi wa serikali za mtaa ama kijiji ama kitongoji, na hii inafanywa chini ya afisa elimu maalum akishirikiana na division nyingine katika ngazi ya halmashauri kama ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii na wengine. Na katika hii huwa mara nyingi ni kufanya utambuzi wale watoto ambao wanatakiwa kuenda shuleni lakini hawajafikia umri wa kufika shule. Kwa huwa inapita nyumba kwa nyumba, inaangalia, na hapo unakuta kweli wanabainisha kuna watoto ambao wanatakiwa wawe shule lakini kutokana na ulemavu wao wazazi wamewaficha. Na pia tunaona serikali pia kwa kushirikiana na wadau wengine wa maendeleo, hasa maendeleo ya kielimu, tumeona wamejenga hivi vituo vya utambuzi. Hata kwa hapa Dodoma tunacho kituo hiko katika shule ya msingi Nkuhungu, ambapo mtoto anayebainika na ulemavu
na anatakiwa afike shule, anapelekwa katika kile kituo, wanamfanyia check up kuona je huo ulemavu wake unaweza kuwa corrected. Kwa sasa nyingine tutasema mtoto hasikii, kumbe kuna procedure tu kidogo zikifanyika kwenye sikio tunamrudishia usikivu wake, ama haoni, lakini akifanyia operation ya jicho anarudishwa kuona. Kwa hiyo ikifika pale kwenye kituo cha utambuzi, kwa English kifupi tunaitwa SRAX. Kwa ikifika pale anafanywa utambuzi, inaonekana magnitude ya ulemavu wake, kama anaweza kuwa corrected, procedure kadhaa zinafanyika, anapona, anaendelea kujumuika na watoto wengine katika madarasa mengine. Ikionekana kwamba magnitude yake huyu ni ana ulemavu sasa wa kudumu, hivyo basi anakuwa enrolled katika shule za elimu jumuishi, ambapo pia tunaona serikali katika baadhi ya shule ikiwemo shule za mkoa wa Dodoma kuna vile vitengo ambapo mtoto anaanza kwanza kusoma kwenye kitengo. Walimu wakiona kwamba anaweza kujumuika na watoto wengine anawapeleka. Muhimu serikali sasa hivi inatoka kwenye elimu maalum na kwenda kwenye elimu jumuishi ili pia kuondoa unyanyapaa, kwamba mtoto aone ninasoma na mtoto darasani ambaye ni kiziwi, ninasoma na mtoto asiyeona, ninasoma na mtoto mwenye usonji, ninasoma na mtoto mwenye ulemavu wa viungo. Kwa hao ni wameumbwa tofauti na mimi na ni watu ambao wapo kwenye jamii yangu, sipaswi kuwanyanyapaa, natakiwa niwasaidie pale ambapo wanahitaji msaada wangu. Je, katika kuhakikisha watu wenye ulemavu wanajikwamua kiuchumi na hii mikopo inawafikia, mmeshawahi kufuatilia kwamba je, kuna usawa unafanyika hapa au kuna vitu ambavyo kidogo haviendi sawa na mwisho wa siku badala ya kujikwamua kiuchumi wanaendelea kudidimia? Uzuri katika ile mikopo tayari imeshatengwa kisheria kwamba katika zile 10%, 4% ni wanawake, 4 ni vijana na 2 ni watu wenye ulemavu. Na ni kweli kuna baadhi ya watu wenye ulemavu wanaenda, wanajiandikisha, wanafuata procedure zote, wanapata ile mikopo. Kuna wengine ambao tayari wanajiendeleza na tayari tunawaona, lakini kuna wale wengine ambao wanakwama kwa sababu moja ama nyingine. Sasa hizo kukwama sio sababu ambazo tunataka kusema ni serikali imewakwamisha. Wengine wana ile moja tuchukua, tatuonea huruma, tusirudishe. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Lakini tunao mifano ya watu ambao wanajikwamua kupitia hiyo mikopo. Lakini ukiachana na watu wenye ulemavu, tuna wale wazazi wenye watoto wenye ulemavu ambao unakuta mzazi kijana wake ameshafika ule umri mkubwa, lakini unakuta tu ni ule mtoto wa kulala tu kitandani, hawezi kutoka. Kwa hiyo mzazi pia anaruhusiwa kwenda kukopa kwa niaba ya mwanae ambaye ni ana ulemavu, ili aendelee kumwangalia kwa ukaribu, afanye biashara zake akiwa pale pale maeneo ya nyumbani. Kwa kiujumla naweza kusema hizi fursa zipo kwa wote. Tunaendelea kufanya uchechemuzi, watu wenye ulemavu waendelee kujitokeza, kwa sababu hata ukifuatilia unakuta sio wote wanaenda kuchukua. Kwa hiyo unautezea 2% zao haziishi. Tunaona wanawake na vijana ndio wanazikimbilia sana, lakini watu wenye ulemavu wengi wako nyuma. Kwa hiyo moja ya jitihada yangu ambayo nitafanya mimi binafsi ni kuhakikisha kwamba wanazifahamu hizo 2%, lakini pia wanazifikia kwa urahisi na wanazirudisha kama ilivyo kwa makundi mengine. Pengine katika makundi haya maalum kwa maana ya watu wenye ulemavu kunawezekana kuna changamoto nyingi wawezekana wanazipitia, lakini hawapati ile nafasi sahihi, yani au kupata ile counseling. Je, mnapita kwa maeneo mbalimbali katika kuhakikisha mnachukua ile renki ya watu ambao kidogo wameathirika kisaikolojia kwa sababu ya kunyanyapaliwa ama kutengwa, ili kujua na changamoto gani ambazo zinawaathiri na muweze kuwapa hiyo elimu ama kuwa counsel? Naamini kupitia SHIVYAWATA kuna moja ya chama ambapo kinaunda ilo shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, wanaitwa TUSPO. Ni wale waliopitia ukatili wa kijinsia, na kupitia hao huwa wanazunguka kwenda kuwaona wenzao. Lakini kama nilivyosema awali, SHIVYAWATA kama mwamvuli wa hivyo vyama vyote inafanya hilo jukumu kwa ukaribu sana na serikali. Kwa sababu serikali tunaona inawapa ruzuku hivi vyama vya watu wenye ulemavu kuweza kufanya kazi zao. Yes. Sawa. Tuzungumzie kidogo hapa madhara ya ukatili wa kiuchumi hasa kwa wanawake. Tunafahamu inawezekana unakuta mwanamke labda ni mtu mwenye ulemavu,
ameolewa, lakini inawezekana wamelima shamba kwa pamoja yeye na mume wake, au kwa asilimia zote yeye asichangie, lakini mchango wake unaonekana. Hapa kidogo kunakuwa na mvutano. Je, huu ukatili unaweza kuleta madhara gani hasa kwa mwanamama huyu? Ukizungumzia masuala ya ukatili wa kiuchumi, sio tu wanawake wenye ulemavu wanapitia. Yes. Hata wasiokuwa na ulemavu. Unakuta ni kweli mama yeye ndo anajishughulisha na labda kilimo, ufugaji na kila kazi ambayo inaongezea kiuchumi, lakini mwisho wa siku anayenufaika na hizo pesa zinazopatikana ni baba. Na baba labda yeye anazichukua anaenda kunywa pombe au anaenda kufanya kitu kingine ambacho hakileti manufaa katika familia. Ni wengi wanapitia hii changamoto, lakini naweza kusema athari ambazo zinawakumba wanawake hawa wengine sasa ndio unakuta hakuwa na ulemavu, lakini ndo anaenda kuupata kutokana na kipigo ambacho akiuliza labda hizi hela zimeenda wapi, baba anapatwa na hasira, anampiga, anamletea ulemavu, lakini inasababisha pia familia kutengana. Unakuta mwisho wa siku mama akichoka anaamua akafanye maisha yake sehemu nyingine, hivyo wale watoto wanakosa malezi bora ya baba na mama. Athari nyingi sana zikiwemo hizo kwenye masuala ya kijamii, lakini pia toka kwenye dini, kiuchumi. Ni moja ya sababu ambazo zinafanya mwisho wa siku hata vifo endapo ukatili huu utaendelea kwa kiasi kikubwa. Pengine kuna anakusikiliza hapa mwanamama ama mwanababa au watoto ambao wanakusikiliza, pengine ni wapi sasa wanapofanywa ukatili waweze kukimbilia kwa haraka sana, kwa sababu inawezekana si rahisi na mwingine afahamu ni wapi akimbilie? Kwanza tuna ofisi za serikali kuanzia ngazi ya kijiji, kitongoji mpaka mtaa, huko ukienda halmashauri na kwenye kata. Kimbilio la kwanza ni katika ile ofisi ya serikali ambayo ipo karibu yake, lakini pia tuna dawati la jinsia ambalo lipo katika jeshi la polisi. Pia tuna taasisi nyingine ambazo sio za kiserikali, NGOs, ambazo zinafanya masuala ya ukatili wa kijinsia. Hivyo ukitambua moja kati yako iko karibu na wewe, ni sehemu salama zaidi ya kwenda kuripoti hiyo issue ya ukatili wa kijinsia, na wenyewe wanaweza kuchukua kesi hiyo na kuipeleka mbali zaidi. Pengine kuelekea siku ya wanawake, ninyi wewe kama mwakilishi watu wenye ulemavu, mbunge, kuna mpango mkakati ambao umeupanga kwa ajili ya kufanya siku hizi za karibuni? Ni kweli kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, tunaona kwamba hii siku huwa tunaisherehekea kila mwaka, lakini kitaifa na kikubwa zaidi tunaifanya kila baada ya miaka 5. Na tayari maelekezo yameshatoka, yametolewa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii Dr. Dorothy Gwajima kwamba kila serikali katika ngazi ya mkoa ama wilaya waweze kuadhimisha sikukuu hii, ambapo tunaona tayari serikali na wadau wengine wa maendeleo wamekuwa wakishirikiana bega kwa bega kuhakikisha kwamba siku hii inapambwa kwa matukio tofauti tofauti. Kuna wanaoenda kutoa matendo ya huruma kwa labda wanawake ambao wapo gerezani, lakini kuna wanawake mitaani huku. Pia wengine wanatumia nafasi hiyo kama madarasa kuona ni kwa namna gani mwanamke anatambua fursa zinazomzunguka na kuhakikisha kwamba anaweza kujikwamua kwa nyanja yoyote ile. Kwa hiyo tunaona tarehe 8 Machi itakuwa nzuri zaidi kwa sababu kila eneo limejipanga linavyoweza. Kwa watu wenye ulemavu mimi naweza kusema kwanza wajipende, wajithamini na wajipe kipaumbele. Hakuna kikwazo kikubwa ambacho hakivunjiki tunasema. Wanaweza katika yote, lakini pia kwa jamii iwachukulie watu wenye ulemavu kama wameumbwa tu tofauti na wao, kwa sababu mimi huwa katika kitu nasemaga ni kwamba not everything that is common ni kinavyotakiwa kuwepo. Binafsi mimi ni left handed, naandikia mkono wa kushoto. Ndio. Na unakuta kwenye jamii mtoto akiandikia mkono wa kushoto anachapwa sana. Lakini it doesn't mean kwamba anaandika vibaya au hana akili ama vyovyote. What if ambao ndugu zetu wasioona labda ndo uumbaji bora kabisa wa Mwenyezi Mungu? Hatujui, kwa sababu labda wengi wetu labda hatuna ulemavu, basi tuone wenye ulemavu kama ni laana au wamekosewa. Pengine ule ndo uumbaji bora kabisa wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametumba tofauti, ametumba na
vipaji na vipawa tofauti. Kila mtu kwenye jamii ana nafasi yake, na ili tupate jamii yenye tija katika taifa letu ni kumpa nafasi kila mtu aweze kufanya yale ambayo anaweza kuyafanya katika jamii, huku